Asante. Ninachukua hii nafasi nyingine tena, mtazamaji wa Gospel Voice TV, nikukaribishe katika jina la Yesu. Niko na imani ya kwamba Bwana Mungu wa mbinguni hajakuashiria na ndio maana uko hai siku ya leo. Neno linasema ya kwamba anaitwa Mungu aliye hai na ndio maana tuko hai mimi na wewe. Na siku ya leo amenipea neno kwa ajili yako nikiwa na imani kubwa ya kwamba litaweza kuwa la baraka katika maisha yako. Neno linakuja maisha yako ndio uweze kubadilika. Neno linakuja maishani mwako liweze kukupea pia maelekezo hivi kwamba hii ndio njia ambayo unafaa kushika na uweze kufika. Neno linakuja maishani mwako ndio liweze kukufundisha kuhusiana na Mungu wa mbinguni. Neno linakuja maishani mwako liweze kukugeuza. Na siku ya leo nataka tunene kuhusiana na ufalme wa Mungu. Na tutaomba ndio tuweze kuingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi ambayo umenipatia. Jina lako litukuzwe, liinuliwe na lihimidiwe. Ninaomba ya kwamba utuwezeshe mfalme, neema yako ikuwe pamoja na sisi, na Yakoba nikuwe shobo tu yale nitakayo yanena yalete utofauti maishani mwa watu wako. Ninaomba nuru yako na fadhili zako na baraka itokanayo na wewe, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Leo nataka tuongee kuhusiana na ufalme wa Mungu. Na uhalisia ni ya kwamba ufalme wa Mungu hauko hapa. Ufalme wa Mungu ni wa mbinguni. Na ufalme wa Mungu uko mara mbili. Wakati Biblia inaandika the kingdom of heaven, na wakati mwingine Biblia inaandika the kingdom of God. Na mimi sitaki kuongea about the kingdom of heaven, nataka niongee about the kingdom of God. Siongei kuhusu the kingdom of heaven, ninaongea the kingdom of God. Matthew chapter 6 and verse 9, wakati Yesu wanafunzi wakamwambia, basi tufundishe kuomba. Akawaambia, hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mimi nataka tuongee hiyo sasa. Ufalme wako uje, hiyo peke yake. Ufalme wako uje. Tuachane na hiyo ingine. Ni our Lord's prayer, we know it. Ufalme wako uje. Na tuseme hivi, mtu hawezi omba ile kitu ako nayo. Mimi niko na mikono. Itakaa kama niko na kichwa baya, nikienda kupiga magoti na nilie sana nikiomba, Bwana ninaomba unipee mikono. Hata mtu akija akute nikiomba hivyo atashindwa, kwani huyu mtu nini shida yake ni gani? Na tunaona ya kwamba ako na mikono. Mimi niko na mke, nimeoa. Na kwa hivyo ukinikuta kwa maombi nikiomba ati Yakoba, Mungu ninakuomba unipee mke, itakaa kana kwamba sijaelewa ni nini hii inafanyika. Itakaa kama ni mtu ambaye amejisahau. That is the correct word to use. Yaani mtu amejisahau. Maana hauwezi omba ile kitu uko nayo. Kwako nyumbani kuko na pasi na inafanya kazi. Huwezi tuma watoto kwa neighbor uwaambie nenda umwambie mama Kakamau akusaidie na pasi. Itakuwa ni ya nini na wewe uko na pasi? Huwezi omba chumvi wakati wewe mwenyewe uko na chumvi. Ati uambie watoto nenda mkaombe chumvi kwa neighbor na wakati huo uko na chumvi. Kwa hivyo inapofika ni kwa maombi, hii tuelewe ya kwamba Yesu alipowaambia kwamba na muombe ufalme wako uje, ni ishara ya kwamba hiyo ufalme haiko hapa duniani. Ufalme huo wa Mungu ukifika, ukue hapa, kuna vitu unaleta, kuna vitu unakuja na zenyewe. Kwa mfano, watu watakuwa na katika ile uhalisia wa moyo mpole. Zile zimeandikwa Matthew chapter 5. Zile beat shoots, zile za Matthew chapter 5. Ufalme wa Mungu ukija, hizo vitu zitafanyika. Na ni vizuri tuangalie Matthew chapter 5 kuanzia verse 1. Tuseme tu vitu vidogo hapo ambazo
ufalme huo ukija utakuja na nini, ndio tuweze kuelewa huo ufalme. Yesu alipoona makutano alipanda mlimani akaketi chini, nao wanafunzi wake wakamjia. Ndipo akaanza kuwafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. These are poor in spirit. Hiyo ni kusema ya kwamba watu hawa hawawezi shiba Mungu. Ufalme wa Mungu ukija, watu watakuwa na kiu zaidi ya kutaka kumjua Mungu. Watu watakuwa na kiu ambao haiwezi shibishwa na pesa, haiwezi shibishwa na kuoreka, haiwezi shibishwa na watoto, haiwezi shibishwa na kazi. Yani maana hizo vitu ninataja zinashibisha nafsi ya mwanadamu. Nafsi ya mwanadamu ukipata kazi mtu hushiba, unasikia kuridhika. Nafsi ya mwanadamu ukiwa na pesa inaridhika. Nafsi ya mwanadamu ukiwa na doa inaridhika. Nafsi ya mwanadamu ukiwa na watoto wamekuzingira inaridhika. Lakini ufalme wa Mungu ukija, unakuja na kiu ambayo hauwezi pata kitu ingine ya kukushibisha. Na ni hatari kubwa sana wakati mwanadamu anashiba. Daudi siku ile alishiba akakosa kwenda kwa vita, ndio alikutana na Bathsheba. Kama angeenda kwa vita hangekutana na Bathsheba. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ukija unakuja na kiu. Unakuwa na kiu hivi kwamba hata kama uko na nyumba, hata kama uko na gari, hata kama uko na mke, hata kama uko na pesa, hata kama uko na kila kitu ambayo mwanadamu anatakikana akuwe nacho, basi nafsi yako bado itaashwa ikitafuta Mungu. Hiyo ni ufalme wa Mungu. Ukija unakujaga na kiu. You get that thirst hivi kwamba hakuna kitu kinaweza kushibisha. Mwandishi wa kitabu cha Mhubiri sura ya pili, I think chapter 1 ama chapter 2 of Ecclesiastes, anaelezea na anasema ya kwamba hata akiwa na manyumba makubwa, vitu yote jema ionekane kwake, ng'ombe, mbuzi na kondoo kwake zikuwe mingi, mashamba yake izae zabibu, yani kila kitu shema kipatikane kwake, akiwa Mungu hayuko pamoja na yeye, nafsi yake haitaridhika. Apate kila kitu katika uso wa dunia. Yani ukitaka gari uko nayo, ukitaka nyumba uko nayo, akaunti yako iko na pesa, watoto wako wanaendelea vizuri, kila mmoja ako kazi na ako kazi mzuri, yani hakuna kitu kinaonyeshana upungufu. Anasema ya kwamba kama Mungu hatakuwa na mimi, bali nafsi yangu itakuwa na shinda, nafsi yangu haitakuwa imeshiba. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ukija, mtu anajua umekuja kwake namna gani. Ni wakati uko na kila kitu unatafutaga katika maisha, lakini nafsi yako inasikia kukaa karibu na yeye. Yani uko na kila kitu, lakini bado unasikia una haja ya kuomba. Uko na kila kitu, unasikia uko na haja ya kwenda kanisani. Uko na kila kitu, una haja ya kusaidia watu. Uko na kila kitu, una haja ya kwenda ushirika. Uko na kila kitu, una attend midweek service. Then you have the kingdom of God. Lakini ufalme wa Mungu hauko duniani, ni kuitwa, unaitwa na watu. Lakini ukija kuna vitu unaleta. Nimesema number 1, moyo wa mwanadamu unakuwa hauwezi shiba. Hata ibada ikiisha unasikia bona imeisha mapema, bona imekaa hivyo. Lakini ukiwa hauko na ufalme wa Mungu, ibada ikishelewa unasikiaga ukasirika. Ukiwa na ufalme wa Mungu, ibada ikikamilika mapema unashindwa bona imemalizika mapema. Na anasema heri walio maskini, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Next inasema heri wale wanaohuzunika, maana wao watafarijiwa. Wakati ufalme wa Mungu umeshuka kwako, kuna matendo ya wanadamu, kuna vitu wanadamu wanafanya ambayo zitakuwa zinakuhuzunisha. Biblia inasema Lot alihuzunishwa na matendo ya watu waliokuwa wanafanya kule Sodoma. Ni kitabu cha Hebrews kinasema hivyo, ya kwamba Loti moyo wake ulikuwa unahuzunika. Moyo wa Loti ulihuzunika kwa sababu ya matendo ya watu wa kule Sodoma. Kwa hivyo Loti hata igawaje anaishi Sodom, alipoona matendo ya wale watu wanakaa Sodom, moyo wake ulihuzunika. Ufalme wa Mungu ukiwa na wewe, moyo wako utahuzunika unapoona ya kwamba watu hawaendelei, utakapoona watu wanafinyirika, utakapoona ya kwamba watu wanagojeka, moyo heri wanaohuzunika, maana watafarijiwa. Yani Abraham aliamuka mapema kwenda kuangalia ni nini imefanyika Sodom, na moyo wake unahuzunika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Sodom imeshomeka na mimi nimeintercede. Ufalme wa Mungu ukija,
husababisha mioyo ya wanadamu ikae na huzuni kwa sababu ya mambo ya kifalme. Moyo wako unahuzunika. Biblia ikielezea kuhusu Yesu, in the book of Isaiah chapter 53, inasema naye huyo alikuwa mtu mwenye huzuni nyingi. Naye huyo alikuwa mtu mwenye huzuni nyingi. Yesu akiwa hapa duniani, Isaiah akitabiri, alitabiri akiwa mtu mwenye huzuni nyingi. Anahuzunika kwa nini? Kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Na ikiwa moyo wako utabeba huzuni kwa sababu ya ufalme, then you have it. Uko na hiyo ufalme. Ufalme hautakuja kwa kila mtu, utakuja kwa watu tofauti. Na ishara moja ya kwamba uko na ufalme ni moyo kuhuzunika. Number 3, utajuaje kama uko na ufalme? Heri walio wapole, maana hao yani moyo wako utakuwa na upole mwingi. Yani utakuwa mtu ambaye si mkali. Unapoona watu ni wakali, watu si wapole, mioyo haijui kunyenyekea, they are not meek. Reality ni ya kwamba ni ufalme hauko. Ufalme ukimpata mtu yeyote anakuwa mpole. Yesu alikuwa na ufalme wa Mungu akiwa hapa duniani, na kwa sababu alikuwa na ufalme, alikubali kusulubishwa. Alikuwa na uwezo wa kufanya muujiza, watu wale wapotee macho hata wasimuone. Maana haikuwa mara ya kwanza yeye umati kutaka kumshika. Na Biblia inasema anaslip katikati yao na anaenda na hawajui ameenda wapi. Inakaa kama kifugamasho, wanaambiana ndiye huyu ako kwa hekalu na ndiye yule pale mbele na ndiye anahubiri. Hatoki kwa hii kanisa, wacha tungojea amalize ibada. Akimaliza ibada, wale walikuwa wamepanga na walikuwa kwa hiyo sermon, Biblia inasema anaslip katikati yao, anatoroka na anaenda na hawamuoni. Hata ile siku alishikwa, alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, lakini moyo wake kwa sababu ya upole hakukataa ashikwe. Ufalme wa Mungu ukiwa nao, attribute moja ya moyo itakayofanyika kwako kwa moyo ni ishara ya kwamba element za upole. Ukali haikuagi ya Mungu. Biblia inasema iweni kama mimi. Yesu alisema hivyo akiambia wanafunzi, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ukiwa mahali, element za upole zinapatikana, element za moyo kuwa hauna maneno mengi ya kuwekana ushungu, element ya kwamba moyo wako utakuwa unajali watu wasije wakaumia, wasije wakaka ushungu, ni element ya kwamba moyo wako umepata ufalme wa Mungu. Next verse inasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana nao watatoshelezwa. Yani ufalme wa Mungu ukiwa nao, moyo wako utakuwa na kiu kubwa na njaa ya kutenda haki, na utakuwa unaumia unapoona watu wengi hawapati haki. Na katika uso wa dunia misingi ya haki ni kidogo. Hata Yesu akiongea in the book of Matthew, I think chapter 23, alisema ya kwamba mkitoa fungu la 10 msiache mambo haya ambayo pia ni ya muhimu zaidi. Biblia inaita mambo ya muhimu zaidi, na anasema ni kutendea watu haki na kuhurumiana. Mambo ya muhimu zaidi, kutendea watu haki na kuhurumiana. Na hapa anasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watatoshelezwa. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ukipatikana kwako, you have the kingdom of God with you. Moyo wako, nafsi yako na kila kitu kinachokuhusu kitapiga mapigo ambayo kitatafuta haki by all means. Haki ni kusema ya kwamba wakati watu wanafinyiliwa, wakati watu wanaumia, wakati watu wamenyimwa haki yao, jambo hilo litakuumiza. Katika uso wa dunia, vizazi hazihesabu haki, vizazi hazitakagi haki, vizazi hazizingatii mambo ya haki. Lakini ufalme wa Mungu ukipata mtu, ushike individual hivi, moyo wake utapigania haki kila wakati. Moyo wake utaongea maneno ya haki. Moyo yake haitafurahia wakati dhuluma inaendelea. Moyo, ufalme ukifika, haki itatendeka. Mstari unaofuata unasema nini? Heri wenye huruma, maana nao watahurumiwa. Ufalme wa Mungu ukipatikana, the mercy, utakuta watu wenye huruma. Huruma ni gani? Ni mtu ambaye ameashwa na mzazi ameasha watoto wake, akaasha shamba, hata hakugawa, hakupeana will. Alafu nakuta ya kwamba mmoja ameshukua hiyo shamba kuligawa, amejigawanyia ile shamba kubwa. Alafu hawa wengine waende vile wataenda, na hajali. Na najua hata wakienda kotini hawatamuweza, ako na pesa. Hiyo ni kusema ya kwamba hauna huruma. Huruma ni gani? Ni wakati ambapo
una serve chakula, unakuta ya kwamba umejiwekea kile kingi na chakula ni kidogo. Hawa watu wengine hata wanakosa, ni huruma hauna, na unaelewa tu hiyo chakula haikuwa itosha, lakini umegawa makosa, umenyimana haki na hauna huruma. Huruma ni gani? Huruma ni wakati unaona fulani anahitaji msaada, unamhurumia mpaka unapeana msaada. Mimi nimeona mtu amepeana pesa ya kuweka gari yake mafuta, ni mtu mwenye huruma. Nimeona mtu ambaye analipia watu shule na si watu wa kwao, anabeba mzigo. Nimeona mtu ambaye anatoa pesa yake asaidie mtu fulani, ni kwa sababu ya kumhurumia. Ufalme wa Mungu ukiwa masikio yako itakuwa na capacity. When you have that the kingdom. Nimesema hivi, ufalme wa Mungu hauko kwa kila mtu. Na hata Yesu akiongea alisema ya kwamba msidanganywe ati ufalme wa Mungu ndio ule ama ndio ule. Haiko hivyo. Ufalme wa Mungu hapa duniani haiko hivyo. Unashikaga watu individual. Mtu mmoja anashikwa na ufalme wa Mungu, ama anaweza na nikutafuta, unatafuta. Ufalme wa Mungu haukuji bila kutafutwa, na ukiupata ishara ni ya kwamba kutoka hapo wewe utakuwa mtu wa huruma, wewe utakuwa mtu wa rehema. Verse next inasema nini? Heri walio na moyo safi, maana ufalme wa Mungu ukikupata. Now the condition of your heart, moyo safi, clean heart. Hata unajua kule kwa mitaa watu wanasema fulani roho safi, mama fulani ni roho safi, ndugu fulani ni roho safi. Watu wanaitwa roho safi si wengi, uelewe hivyo. Watu wanaitwa roho safi. Fulani tunampenda sana, anakuaga roho safi sana. Huyo anaitwa roho safi, hata ukimwangalia hana pesa ya kupeana. Kwa hivyo roho safi si pesa. Kuna watu wako na pesa na sio roho safi. Huyo anaitwa roho safi. Si mtu ambaye hata hana, lakini anakukuta ukilima kwa shamba na hajali nguo zake, anashika jembe, mnaendelea. Niko na neighbor moja kwetu ambaye ninasemaga ni roho safi. Akikuta nikilima ananiambia leta jembe nyingine haraka, ama unipe hii kwanza nikusukumie. Unaona amesukuma mpaka kule, alafu anajipia shughuli. Nimefika msimu wa maembe, wacha nikakutafutia maembe haraka. Mtu roho safi anajulikana. Ufalme wa Mungu ukiwa na wewe, ukuwe na hiyo ufalme, ikuwe umeibeba. You are a carrier of God's kingdom. Hakuna vile utaibeba ukiwa hauna moyo safi. Ufalme wa Mungu ukiwa kwako, the condition of your heart ita change, na ukuwe mtu mwenye moyo safi. Na Biblia inasema nao hao wanamwonaga Mungu kila wakati. Hao wenye moyo safi, hata ukiwatega mitego yao haishiki, mitego yao itaashiria, mitego yao haita wanasa ya kwamba iwafinyirie. Na hiyo yote inafanyika kwa sababu the condition of the heart. Inasema heri wenye moyo safi, maana hao wenye moyo safi watamwona Mungu. Sasa basi, ufalme wa Mungu kwani unakaaje? Romans chapter 14 and verse 17. Hiyo inaitwa ufalme wa Mungu. Kwani inakaa namna gani? Kwa maana ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, hivi kwamba tunaposema ya kwamba ufalme wa Mungu ndio huu, then hatuwezi onyesha ufalme wa Mungu kwa sababu tuna kila kitu. Tuseme kwa sababu sasa mji wa Meru tuko na kila kitu, tuko na chakula, tuko na barabara, tuko na magari, tuko na manyumba hatulali nje, tuko na maji ya mifereji, tuko na stima. Sasa tuseme ya kwamba tuko na ufalme wa Mungu. Hizo vitu zote hazionyeshi ufalme wa Mungu. Hizo vitu zote hazionyeshi ufalme wa Mungu. Kwa sababu mji wa nipeana example sasa na Murang'a, ya kwamba Murang'a kuna mabarabara mazuri kwa sababu ya mbuga wao. Murang'a kuna mahospitali mazuri. Murang'a kuna masomo bora. Sasa tuseme ufalme wa Mungu, hizo zote sio zenyewe zinaonyesha ufalme wa Mungu. Bali ufalme wa Mungu ni haki, ya kwamba watu wanapotendewa haki, equality, uko in a position ya kutenda haki, uko na wafanyikazi, wewe ni HR wa kampuni, unatendea wafanyikazi haki. Hiyo unaiweza tu ukiwa na ufalme wa Mungu. Opposite ya haki ni mapendeleo. Ukikosa ufalme wa Mungu, kuna watu utapendelea zaidi ya wengine. Ukipata ufalme wa Mungu, utapeana haki. Ufalme wa Mungu ni wa haki. Ufalme wa Mungu ni amani. Ukiona watu wanapigana kwa sababu uko na ufalme,
utatangaza amani, utawaonyesha njia ya amani. Musa akapata watu wawili wanapigana na akawaonyesha njia ya amani. Akakutana na watu wanapigana, Muegypt na Muisraeli, akaua Muegypt. Akakuta Waisraeli wawili wakipigana, akawaonyesha njia ya amani. Ufalme wa Mungu ni amani. Amani ni kusema ya kwamba kuna vitu hautafanya ndio usikosee mtu, maana ukimkosea unahisi ya kwamba si vizuri nikosee fulani. Sasa hiyo ndio inaitwa amani. Ufalme wa Mungu ni nini? Ni kufuraha katika Roho Mtakatifu. Ni mtu ambaye anaenda kifurahi katika Roho. Ni kusema ya kwamba hautahuzunisha watu kwa sababu uko na ufalme wa Mungu. Hautahuzunisha watu kwa sababu uko na ufalme wa Mungu. Ni kufurahia katika Roho Mtakatifu. Nipatie hiyo the same verse 14:17 kwa lugha ya Kizungu. 14:17 kwa lugha ya Kizungu inasema, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness. Righteousness sasa ni matendo ya haki. Na nielezea kidogo tu kuhusu haki ninapoelekea kumaliza. Ni ya kwamba matendo ya haki inapimwa na Mungu, ndiyo sasa isemekane ya kwamba huyu tutampatia ufalme ama ata access ufalme. Na haki, mbingu inaangalia haki tatu. Haki ya kwanza ni matendo ya haki katika matamshi yako, vile maongeo yako yalivyo. Unapoongea maneno ya haki, unapoongea maneno ambayo umepima na mizani ya kuonyesha utakatifu, kwa sababu unaongea maneno ambayo haiwezi umiza, maneno haiwezi umiza mioyo ya watu, ni maneno ya haki. Midomo yako unashuga sana maneno unayoongea, then utaccess ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unaaccessiwa kwa matendo ya haki. Matendo ya haki nimesema number 1 ni kunena maneno ambayo haitaumiza. Utakatifu wa midomo. Midomo yako haina matusi. Midomo yako haiongei hila. Midomo yako haiongei uongo. Midomo yako haitukani. Midomo yako haisigizii. Midomo yako haisegenyi. Midomo yako haifanyi maneno ya uovu. Hiyo midomo ikitakasika, then utapewa ufalme. Na ufalme ukiwa nao, zile vitu tumesoma Matthew chapter 5 kuanzia verse 1 utapata. Kwa hivyo utakatifu unaashiria hizo vitu utapewa, na hizo vitu ukiwa nazo ndizo zinaonyesha uko na ufalme. Nayo mbingu ili iweze kukupatia inaangalia vile midomo yako inaongea. Utakatifu wa midomo, hiyo ni haki, the righteousness unapewa wakati umeattain utakatifu wa midomo. Number 2, unapewa ufalme wakati umeattain righteousness, utakatifu wa mavazi. Mavazi yako inaashiria nini? Mavazi ya nje na mavazi ya ndani. Mavazi ya nje na mavazi ya ndani. Kuna mavazi unavaa ya nje inaonyesha ya kwamba hauko sawa. Hata watu wakikuangalia wanashangaa ni mavazi ya aina gani. Mavazi iko aina mingi. Mavazi ni nguo, ni mavazi. Viatu ni mavazi. Saa ya mkono ni mavazi. Mikufu ya shingo ni mavazi. Amevaa mikufu shingoni, inaashiria nini? Amevaa ingine mikononi, inaashiria nini? Hizi earrings ni mavazi. Amevaa earring inakaa namna gani? Hizi zingine tunatoboa masikio moja mashimo kadhaa. Uko na shimo ingine hapa kwa mapua, uko na ingine hapa kwa mdomo pande ya chini, uko na ingine hapa kwa ulimi. Ni mavazi. Tunapokuangalia hivyo, tunaangalia hiyo mavazi, tunakusoma. Umeashiria nywele zinakaa design fulani, ni mavazi. Nywele yako kuna vile tunasema kulingana na vile nywele yako iko. Makeup ile unavaa kwa uso ni mavazi. So utakatifu wa mavazi. Na sisemi niweze kuigiria mtu, ninasema ndio usikue too much exaggerated. Wakati Biblia inaongea kwamba wanawake wa Israeli wanaambiwa wasiweke dhahabu mingi kwenye nywele, walikuwa na soga nywele ndefu zinafika hapa. Nywele ni ndefu zinafika kama hapa, nywele ndefu, alafu wana pin vitu za gold
na kwa hivyo walikuwa wanasema yule mrembo zaidi ni yule ako na dhahabu mingi zimekuwa pinned kwenye hizo nywele zake. Na kwa hivyo Paulo akiandika akasema, mwashane na hii, you are exaggerating. Haionyeshi Mungu tena, ya kwamba mtu akija kwako instead aone Mungu, anaanza kuadmire urembo. Hiyo mavazi inatoa watu kwa Mungu, inatoa watu attention ya Mungu, inawapatia attention ya kwako. Hiyo mavazi ni utakatifu. Na kwa hivyo utakatifu ni mdomo, utakatifu ni mavazi, na utakatifu wa moyo. Ya tatu ni utakatifu wa moyo. Moyo wako ni mtakatifu. Yaani mapigo ya moyo wako inaashiria nini? Umejaa wivu, mapigo ya moyo wako. Umejaa shuki, mapigo ya moyo wako. Umejaa fitina, mapigo ya moyo wako. Umejaa unyang'anyi, mapigo ya moyo wako. Umejaa kuua, mapigo ya moyo wako imejaa nini? Utakapofikisha hizo utakatifu tatu, then you are going to access the kingdom of God. You are going to access the kingdom of God. You are going to access the kingdom of God. Utapata ufalme wa Mungu. Na Yesu akasema, msidanganywe na mtu ati ya kwamba ufalme wa Mungu ndio yule, sio ama ule, na ufalme wa Mungu sio wa kukula wala wa kukunywa. Ufalme wa Mungu kuna vitu unabeba. Nimesema ukipata ufalme wa Mungu, hizo vitu zimeandikwa Matthew chapter 5. Utapata nazo. Na ufalme wa Mungu ni utakatifu. Nimesema utakatifu wa kwanza ni utakatifu wa mdomo. Vile unaongea, vile matamshi yako inakuwa, vile unaweka misumali kwenye maisha ya watu, masegenyo inazuia to access ufalme wa Mungu. Nataka nikuombee uweze kubadilika ama uweze kubadilisha, ndio sote tuweze kuattain the kingdom of God. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipea niweze kunena neno kwa watu wako. Nimewaelezea kuhusu ufalme wa Mungu, na nimewaelezea kwamba vile neno lako linasema ufalme wa Mungu sio kukula na kukunywa. Kuna vitu zinaashiria ufalme. Ninaomba neema yako na kibali chako, ninaomba ukuu wako na fadhili zako Bwana. Ninaomba ya kwamba utuwezeshe to attain the kingdom, na may your grace and your glory be upon our lives. Natangaza kibali chako na neema yako, ninatangaza ukuu wako, ninatangaza ushindi wako, ya kwamba tunaomba ya kwamba ufalme wako uje, ili ukija tuweze kupata ushindi maishani mwetu. Ninatangaza neema itokanayo na wewe na baraka ya kwako katika maisha yetu. Pokea sifa kwa kuwa umwema. Nikiombea kwamba kila mmoja ambaye amesikia hii ujumbe atapata ufalme wa Mungu katika maisha yake, maana akiupata kuna vita, atakuwa na shida kila wakati, because in your kingdom shetani hawezi nyang'anya mtu baraka za kwako kwa utukufu wako. In Jesus name we pray, amen. May God bless you. Naitwa Raphael wa CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ningeomba utume support yako kwa hii namba on your screen 07 support yako kwa hii namba iko on your screen. Ni paybill yetu ya kanisa 222118, account number 7238 hash, na utabarikiwa. Ukitaka kunifikia unaweza nipata kwa namba 0725 947795. May God bless you. May God be with you. Bye bye. Bye bye.